Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, niko mbele yenu kwa ajili ya kutoa salamu fupi za bunge au za kamati ya kudumu ya bunge ya elimu, utamaduni na michezo kuhusiana na hafla ya shindano hili linalofanyika hivi leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya kamati ya kudumu ya bunge ya elimu, utamaduni na michezo na kwa niaba ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutumia fursa hii kuipongeza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kuendelea kuandaa shindano hili la taifa linalolenga kuthamini juhudi za walimu na kuinua ubora wa elimu nchini. Hongereni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kamati yetu inatambua na kuthamini mchango mkubwa wa walimu katika kujenga taifa lenye maarifa, ujuzi, ubunifu unaoendana na mahitaji ya karne hii ya sayansi na teknolojia. Kwa hakika walimu ndio msingi wa maendeleo na rasilimali watu wa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshuhudia sote, si tu katika nyimbo ya Mpoto, lakini waliotangulia kusema wametuonesha kwamba ukikutana na daktari mzuri, mhandisi mzuri na pengine hata waziri mzuri kama wewe Profesa Shemdoe, basi nyuma yako kuna walimu hodari. Mheshimiwa mgeni rasmi, hata hivyo jitihada za kuibua, kukuza na kuendeleza ubunifu wa walimu katika matumizi na mbinu shirikishi pamoja na tehama katika ufundishaji na ujifunzaji unapaswa kuungwa mkono na watu wote na kila mmoja wetu, wadau, wananchi, serikali, kila mmoja kwa nafasi yake. Kamati ya elimu, utamaduni na michezo pia inaendelea kuunga mkono jitihada hizo kupitia majukumu yetu ya kushauri, kufuatilia, kusimamia utekelezaji wa sera, mipango na mikakati ya maendeleo katika sekta ya elimu. Kamati inaendelea kushauri serikali pamoja na kuwashawishi zaidi wadau wa elimu na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba wanatoa kipaumbele katika mipango mbalimbali ya kuboresha elimu nchini, ikiwa ni pamoja na kushiriki katika shindano hili la stadi na ufundishaji kwa walimu. Shindano hili ni muhimu katika kuendeleza ubora wa elimu nchini, na kwa kweli kama tuna dhamira ya dhati ya kuendelea kutoa motisha, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa mgeni rasmi wa leo, katika kutoa hamasa kwa walimu wetu nchini, kamati yetu inashauri na itaenda kusimamia jambo hili lianze kutengewa fedha kwenye bajeti za kila mwaka ili kusaidia maandalizi na hasa zile motisha za zawadi zinazotolewa basi ziwe zenye mvuto kwa uzito na ukubwa ambao unastahili kwa kazi ambayo imefanywa na mwalimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kamati ya kudumu ya bunge ya elimu, utamaduni na michezo inawapongeza kwa dhati washindi wote wa shindano la taifa la stadi za ufundishaji kwa mwaka 2026 kwa juhudi, ubunifu na umahiri mkubwa wanaoonesha katika kuendeleza taaluma ya ualimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi kwa professional ni mwalimu na ujua ualimu, nimeuishi ualimu. Kazi ambayo wanaifanya inafaa kuungwa mkono, inafaa kupongeza, kutukuzwa, wanapaswa kushikwa mkono na kusaidiwa kuendeleza juhudi ambazo wanazionyesha. Aidha, kamati inawatakia washindi wote ushiriki mwema katika hafla hii na hafla iwe na mafanikio makubwa katika kuboresha utoaji elimu nchini na maendeleo endelevu kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema haya, nitumie fursa hii kwanza kumshukuru na kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uwekezaji mkubwa anaoendelea kuweka, lakini vile vile kwa kuweka viongozi waliobeba maono yake katika utekelezaji. Kwanza nitumie fursa hii kutambua mchango wa Dr. Anet Komba, mkurugenzi wa taasisi hii ya TET. Mheshimiwa Shemdoe, nimekuwa mwenyekiti kwa bunge lililopita, bunge la 12 na bunge hili, nikizungumzia mtumishi wa Wizara ya Elimu, hasa wale ambao nakutana nao kwenye vikao, nikisema huyu ni mtumishi bora, ni anafanya kazi yake vizuri, na maanisha, na mimi sijazoea unafiki.
Nimpongeze sana dada yangu Anet Komba kwa kazi nzuri anayoifanya. Na Mheshimiwa Waziri Profesa Shemdoe, naibu katibu mkuu, alikuwa DPP wa Wizara ya Elimu. Ikikupendeza, Wizara ya Elimu inaoka viongozi. Yule dada viatu vimeshaanza kumbana. Kama kuna sehemu huko anaweza kwenda akasaidie kufanya kazi anaiweza. Mheshimiwa Waziri, mwisho kabisa, wakati tunaonyeshwa ile makala ya mwaka 2025 na mwaka na tunapewa muktasari wa shindano la mwaka huu, yapo mambo nilijiuliza. Mwanzoni niliona zawadi iliyokabidhiwa ilikuwa milioni 4. This time nimesikia ni milioni 2.5. Sitaki kuhoji kwa sababu siko bungeni, lakini natamani kuona zawadi zetu ziwe zinaongezeka na sio kupungua. Hii itatusaidia kuwajengea shauku, hamu na mvuto wa kuendelea kushiriki na kushindana, na mwisho wa siku matunda yake yataonekana katika kuimarisha ufaulu na kuibua vipaji vya watoto, kwa sababu walimu wetu watakuwa motivated kufanya kazi ambayo wanaifanya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ufundishaji bora. Ufundishaji bora. Asanteni. Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema iliyotuwezesha kukutana katika hafla hii ya utoaji wa zawadi kwa washindi wa shindano la taifa la stadi za ufundishaji kwa walimu wa elimu ya awali, msingi na sekondari. Aidha, kwa niaba ya management ya Taasisi ya Elimu Tanzania ambayo ndio mwendeshaji wa shindano hili na mwandazi wa hafla hii, ninawakaribisha nyote katika duru ya 4 ya hafla ya utoaji wa zawadi kwa washindi wa shindano la taifa la 4 la stadi za ufundishaji kwa walimu wa elimu ya awali na msingi, na duru ya 2 ya utoaji wa zawadi kwa washindi wa shindano la taifa la 2 kwa walimu wa sekondari. Pili, kipekee kabisa, ninakushukuru sana wewe binafsi Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu. Sote tunafahamu kuwa una ratiba yenye masuala mengi muhimu ya kitaifa, lakini pamoja na hayo umeweza kutenga muda wa kushiriki nasi katika hafla hii. Hii ni kuonesha namna ambavyo unawathamini walimu. Naomba tumpongeze Mheshimiwa mgeni rasmi. Tatu, ninawashukuru sana wafadhili waliofanikisha shindano hili, na kwa heshima ninaomba niwatambue na niwatambulishe kwako kama ifuatavyo. Kama ilivyoelezwa na MC, mfadhili namba 1 ni Benki ya Dunia. Tunawashukuru sana kuwezesha shindano hili kupitia mradi wa BOOST na SEQUIP. Asante sana Bi Huma Kidwai. Lakini pili ni shirika la Educate. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa kuwezesha TET kuwa na mfumo mahususi wa kidijitali kwa ajili ya kuendesha shindano hili. Mfumo huu unaitwa National Teaching Skills Competition System. Pamoja na mchango wenu katika kufanikisha uendeshaji wa shindano la utoaji wa zawadi kwa washindi wote wa somo la elimu ya biashara. Na kwa nafasi hii naomba nimtambulishe na kumsimamisha Bi Angelica Amporo wa Educate. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kifupi sana niseme kwamba Educate waligharamia gharama zote za ujenzi wa mfumo huu. Lakini kwa bahati nzuri sana mfumo huu umejengwa na wataalamu wa ndani wa Taasisi ya Elimu Tanzania chini ya idara ya TEHAMA ya Taasisi ya Elimu Tanzania. Tatu ni project zawadi. Wao wametoa zawadi ya kompyuta mpakato 9 ambazo zimesaidia kuongeza wigo wa zawadi zitakazotolewa leo. Tunakushukuru sana Bwana Brian Singa, mkurugenzi mtendaji wa project zawadi. Tafadhali naomba usimame. Asante sana. Na 4 ni Enabo kwa kutoa zawadi ya kompyuta mpakato 9 kwa washindi wa elimu ya sekondari katika masomo ya STEM ambazo pia zimeongeza wigo wa zawadi kwa walimu washindi. Asante sana Bilisa. Naomba usimame. Asante sana Enabo.
na 5 ni Room to Read. Wao wamechangia gharama ya baadhi za zawadi kwa washindi wa shindano hili ambazo pia zimeongeza wigo wa zawadi kwa walimu washindi. Asante sana Bi Joan Minja, naomba usimame. Na mwisho kwa upande wa wafadhili, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wao wamefadhili shindano hili kwa kupunguza gharama ya ukumbi huu. Wamepunguza sana ili kama mchango wao katika kudhamini shindano hili. Tunawashukuru sana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukumu langu kama lilivyoelezwa na mshereheshaji ni kueleza kwa kifupi sana nafasi ya shindano la taifa la stadi za ufundishaji katika kuimarisha mafunzo endelevu ya walimu kazini, yaani MEWAKA. Hata hivyo, kabla ya kuelezea hii, ninaomba kwa ridhaa yako niongee masuala machache sana kuhusiana na shindano hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, shindano la taifa la stadi za ufundishaji kwa mwaka 2026 ni la 4 kwa walimu wa elimu ya awali na msingi na ni la 2 kwa walimu wa elimu ya sekondari na limejumuisha halmashauri zote 184 za Tanzania bara. Shindano hili linaratibiwa na serikali kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania chini ya programu ya kuboresha elimu ya awali na msingi, yaani BUSI, na mradi wa kuimarisha ubora wa elimu ya sekondari, yaani SEQUIP. Shindano hili kwa mwaka wa fedha 2025-2026 limehusisha maeneo 7 ya ushindani ambayo ni kusoma kwa darasa la awali, Kiingereza kwa darasa la kwanza, ufaraguzi wa zana kwa darasa la pili, pamoja na masomo ya physics, mathematics, business studies na computer studies kwa walimu wa shule za sekondari. Mheshimiwa mgeni rasmi, maeneo haya yamechaguliwa kwa kuzingatia umuhimu wake katika kuimarisha ujifunzaji kwa wanafunzi katika stadi za msingi za KKK, stadi za ujasiriamali, stadi za lugha ya Kiingereza na stadi za karne ya 21 katika masomo ya sayansi, hisabati na tehama. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ngazi ya elimu ya awali, shindano hili limejikita katika kuimarisha umahiri wa stadi za awali za kusoma, hususani ufundishaji wa sauti za herufi ambazo zimekuwa zikileta changamoto kwa wanafunzi katika kuzitamka kwa usahihi pamoja na kuzitumia katika kuunda silabi na maneno sahihi. Eneo la ushindani wa ngazi ya elimu ya awali limechaguliwa ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK, kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili, uliozinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa elimu ya msingi, shindano hili lilihusisha darasa la kwanza kupitia umahiri wa somo la Kiingereza unaoitwa Demonstrate Mastery of Basic English Language Skills. Umahiri huu uliteuliwa kwa makusudi ili kuendelea kutatua changamoto zinazojitokeza katika ufundishaji na ujifunzaji wa stadi za awali za lugha ya Kiingereza, hususan katika matamshi sahihi ya sauti za konsonanti na irabu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyoeleza hapo awali, kwa upande wa elimu ya sekondari, shindano lilihusisha masomo ya physics, ambao katika physics limehusisha shughuli mahususi ya describe the concept of motion under gravity. Katika somo la mathematics, shughuli mahususi ni recognizing the point of intersection of two linear equations. Na somo la computer science, shughuli mahususi ni create an algorithm for a familiar real life problem. Na somo la business studies, shughuli mahususi ni explain how to establish a startup. Mheshimiwa mgeni rasmi, maandalizi ya shindano hili yalianza kwa wakuza mitaala wa Taasisi ya Elimu Tanzania kubainisha maeneo ya ushindani kwa kutumia taarifa ya uchambuzi wa majibu ya watahiniwa inayotolewa na Baraza la Mitihani Tanzania, yaani SIRA, pamoja na kubaini maeneo mapya katika mtaala. Baada ya maeneo haya kubainika, tangazo rasmi la shindano liliandaliwa na kusambazwa kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Tangazo lilimtaka mwalimu kuandaa andalio la somo na kujirekodi akifundisha katika kipindi chenye urefu wa kati ya dakika 10 mpaka 15. Kisha mwalimu alipaswa kujisajili katika mfumo wetu wa kidijiti ule wa National Teaching Skill Competition System na kisha kupakia andalio la somo na video.
Mfumo ulimpa mrejesho mwalimu iwapo video yake imepokelewa na katika hatua zote za tathmini kuanzia ngazi ya halmashauri hadi taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mfumo huu jumla ya walimu 3153 walijisajili, lakini waliofanikiwa kupakia video kwa ajili ya tathmini ngazi ya halmashauri walikuwa ni 1263, sawa na 40%. Baada ya video kupokelewa, tathmini ilifanyika katika ngazi ya halmashauri, mkoa na taifa kupitia mfumo kwa kuzingatia vigezo vya ushindani vilivyoandaliwa awali na majaji. Majaji walitakiwa kujisajili katika mfumo na kufanya tathmini katika ngazi husika, na kila jaji aliweza kuona video katika ngazi anayotathmini tu. Vigezo vya tathmini vilikuwa ni pamoja na maudhui kuakisi umahiri lengwa, mtiririko wa somo mzuri, matumizi ya mbinu shirikishi na jumuishi, matumizi ya tehama na teknolojia nyingine katika ufundishaji na ujifunzaji, ufaraguzi wa zana, matumizi ya zana, ukuzaji wa stadi za karne ya 21, matumizi ya mbinu za upimaji endelevu katika ufundishaji na ujifunzaji, pamoja na utoaji wa mrejesho. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika ngazi ya halmashauri video 1263 zilifanywa tathmini, na kati ya hizo video 751 ndizo zilichaguliwa kuendelea na mchakato wa shindano katika ngazi ya mkoa. Kati ya video hizi 751 zilizowasilishwa katika ngazi ya mkoa, video 232 ziliteuliwa kuendelewa na shindano katika ngazi ya taifa. Aidha, kati ya video hizi 232 zilizowasilishwa, video 35 ndizo zilishinda katika tathmini ya taifa. Washiriki 35 walioshinda ngazi ya taifa walifanya ufundishaji wa ana kwa ana mbele ya majaji wa ngazi ya taifa kwa ajili ya tathmini ya mwisho ili kupata mshindi wa kwanza hadi wa 5 kwa kila eneo. Washindi hao wa 5 kwa kila umahiri ndio utakao watunuku zawadi katika hafla ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, majaji katika shindano hili walikuwa ni wahadhiri wa vyuo vikuu, wakufunzi wa vyuo vya ualimu, wadhibiti ubora wa shule na wakuza mitaala wa Taasisi ya Elimu Tanzania. Kwa nafasi hii na kwa ridhaa yako, Mheshimiwa mgeni rasmi, ninawashukuru sana majaji wote wa shindano hili kuanzia ngazi ya halmashauri mpaka ya taifa kwa kufanya kazi kwa weledi na umakini mkubwa na kuhakikisha kuwa kila mwalimu anatendewa haki. Naomba tuwapongeze kwa makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, washindi katika shindano la mwaka 2026 watapewa zawadi kulingana na nafasi zao za ushindi kama ifuatavyo. Mshindi wa kwanza kwa kila nyanja atapata fedha taslimu shilingi milioni 2,500,000, cheti cha pongezi, cheti cha ushindi na kompyuta mpakato 1. Lakini shule anayoifundisha itapata projekta. Vile vile shule zilizotoa washindi wa kwanza katika maeneo ya kusoma kwa darasa la awali, Kiingereza kwa darasa la kwanza, ufaraguzi wa zana kwa darasa la pili zitapata vibao vya kielektroniki ambavyo kwa Kiingereza vinaitwa electronic pad 100 vyenye thamani ya shilingi milioni 5. Aidha, kwa washindi hawa wa kwanza, video zote zitarekodiwa upya katika studio za Taasisi ya Elimu Tanzania na zitapakiwa kwenye mfumo wa elimu wa kidijiti Learning Management System pamoja na kurushwa kupitia TET Soma Kwanza TV ili kuwapa nafasi walimu wote nchini kujifunza. Mheshimiwa mgeni rasmi, mshindi wa pili atapata shilingi milioni 2, cheti cha pongezi, cheti cha ushindi na kompyuta mpakato, na shule anayofundisha itapata projekta. Mshindi wa tatu atapata shilingi milioni 1,500,000, cheti cha pongezi, cheti cha ushindi na kompyuta mpakato, na shule anayofundisha itapata projekta. Mshindi wa 4 yeye atapata kompyuta mpakato na cheti cha pongezi, na mshindi wa 5 atapata kompyuta mpakato na cheti cha pongezi pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, shindano hili lina nafasi muhimu sana katika kuimarisha MEWAKA kwa kutoa fursa kwa walimu kujifunza kwa vitendo, kuonesha umahiri, kubadilishana uzoefu na kuendelea kujiendeleza kitaaluma wakiwa kazini. Kupitia shindano hili, walimu hujifunza kutoka kwa wenzao mbinu mbalimbali za ufundishaji na ujifunzaji. Aidha, shindano hili linaifanya MEWAKA kuwa ya vitendo zaidi kwa kuwa
maarifa, uzoefu na bunifu zinazozalishwa katika shindano hili hurekodiwa, kuhifadhiwa na kusambazwa katika majukwaa ya LMS na TET Soma Kwanza TV na hivyo kuwafikia walimu wengi zaidi nchini. Kwa msingi huu, shindano hili limeendelea kuwa chachu muhimu ya kujenga utamaduni endelevu wa kujifunza, kuimarisha umahiri wa walimu kwa kuinua ubora wa ufundishaji na ujifunzaji nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho ninaomba kumalizia kwa kukushukuru tena wewe binafsi Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kutenga muda wako kuungana nasi katika hafla hii. Lakini vile vile ninawapongeza sana walimu wote walioshiriki katika shindano hili la mwaka 2026 katika ngazi zote kuanzia ngazi ya halmashauri hadi ya taifa. Na kwa nafasi hii niwaombe walimu tuendelee kushiriki. Shindano hili ni endelevu na litaendelea kuwa mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo kwa mwaka ujao niwaombe walimu tuendelee kushiriki. Aidha, ninaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa kuendelea kutenga fedha za kufanikisha shindano hili. Ninashukuru pia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa miongozo na usimamizi wa kutekeleza afua za TET kupitia miradi ya BOOST na SEQUIP. Ninawashukuru pia kwa namna ya pekee waratibu wote wa mradi wa BOOST na SEQUIP kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kuratibu utekelezaji wa afua hii ya shindano kupitia miradi hii. Pia ninawashukuru sana management ya TET wakiongozwa na mkuu wa idara ya rasilimali watu Bwana Moses Ntukula. Moses Ntukula, popote ulipo, naomba ufunge. Ninawashukuru sana, lakini ninawashukuru pia watumishi wa TET kwa kazi kubwa aliyofanya, na kwa namna ya pekee ninashukuru sana kamati ya maandalizi ya hafla hii kwa maandalizi mazuri ya hafla hii. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.